niseme tu hiyo ni desturi ya Chama cha Mapinduzi kualika wahariri katika mikutano yake ya namna hii. Japo kwa kipindi hiki pengine kunaweza kuwa na wigo umekuwa mpana zaidi kwa sababu ya muktadha wenyewe wa vyombo vya habari kwa wakati huu, na kama ilivyo ada kila baada ya miaka mitano Chama cha Mapinduzi huwa kinakuja na ilani ya uchaguzi mkuu wa miaka mitano kwa mwaka unaofuata. Tuko mwaka wa uchaguzi mwaka 2025 na CCM imeshaanzisha mchakato miezi michache iliyopita ambako ilimtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kwa mgombea wa urais na Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa mgombea mwenza wake, na kwa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo mimi ilani nimenigusa katika maeneo mengi kama nilivyosema. Nimeyatafakari ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza imejaribu kwenda na wakati, na kimsingi nadhani Chama cha Mapinduzi kilifanya uamuzi sahihi kuwateua watu wawili kuiongoza kamati ya ilani. Profesa Kitila Mkumbo kwa upande wa kama mwenyekiti wa ile kamati ya ilani na makamu wake ambaye alikuwa ni waziri wa masuala ya fedha na uchumi Zanzibar, Dr. Saada. Kwa hiyo ukitafakari ile ilani unaona kuna mawazo na fikra mpya, japo kuna mchanganyiko wa wajumbe ambao Profesa Kitila ametangaza pale wakongwe kama mzee Wasira ambaye alikuwa aiteuliwa kwa mjumbe wa kamati ya ilani kabla hapa hata hajateuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, jambo ambalo Kitila amelieleza kwa ufasaha. Mimi ambacho kimenigusa ni kwamba CCM imeonyesha utayari kama kweli inazingatia kile ambacho kitakuwepo katika ilani kama kilivyosema, kuuisha na kufufua upya mchakato wa mabadiliko ya katiba mpya. Hilo ndio jambo ambalo kwa kweli limenigusa, kwa sababu mwaka 2011 wakati wa serikali ya awamu ya 4 Rais Jakaya Kikwete alijaribu kulifanya jambo hilo ambalo halikuwa sehemu ya ilani ya Chama cha Mapinduzi na ukatokea mkwamo, japo haukusababishwa na Kikwete kama Kikwete, ulisababishwa na watu ambao wengine walikuwa na mawazo tofauti. Mimi nimeguswa na ilani na jambo hilo, huku nikiweka angalizo kama na imani kama tutakwenda katika mabadiliko ya mchakato, utauisha mchakato wa katiba mpya, wakitambua tunakwenda kutafuta katiba mpya na sio nchi mpya. Nasema katika mchakato uliopita, baada ya mzozo ulihama kutoka kwenye katiba mpya kukawa jitihada kuundwa kwa nchi mpya, na pale ndio ambapo tulikwama. Tuna muungano wa mataifa mawili, Tanzania bara au Tanganyika na Zanzibar. Lazima CCM ikawe makini sana wakati wa kutekeleza wa kusimamia ahadi yake hii ya miaka mitano, wakifanya rejea ya kile ambacho kilitokea miaka kadhaa iliyopita, miaka zaidi ya 12 iliyopita, wakati hoja ya kwanza tu kuhusu muundo wa muungano iliposababisha kuparanganyika kwa mchakato wa katiba. Nadhani hilo ndio angalizo la muhimu, na kama leo hii CCM imepata ujasiri wa kuweka jambo hilo katika ilani yake ya uchaguzi, nadhani mimi kwangu hilo ni jambo kubwa sana. Jambo la pili ni kwa vijana na maendeleo ya kidijitali, kwamba nimeona wamejaribu kuuisha kama kutambua kama kuna kundi kubwa la vijana na maendeleo ya kidijitali. Nikirejea maneno ya marehemu Rugeru Mutahaba, kama unaweza kuogopa vitu viwili, viogope sana teknolojia na Mungu, kwamba hatuwezi kukwepa ukweli kwamba hizi ni zama za kidijitali. Na katika hotuba ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa jana, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alisema hata katika mabadiliko ya katiba ya CCM wamekwenda kuweka vifungu ambavyo leo hii Chama cha Mapinduzi kitaweza kufanya mikutano kwa njia ya kimtandao. Lakini walikuwa naogopa kwa nyuma kwamba utaratibu ulishaanza lakini haukuwa kikatiba. Kwa hiyo wameingiza kikatiba na jambo hilo limeingizwa kwenye ilani. Unaona kama kuna sasa CCM inawianisha kile ambacho kimewekwa katika katiba yake na kuuisha katika ilani yake, jambo ambalo nadhani ni jambo jema na jambo la msingi. Lakini la mwisho kwangu muhimu, wakati CCM ikija na ilani yake mpya, lazima ikumbuke maneno ya Rais mstaafu Benjamin Mkapa, ambaye wakati fulani alipata kutangaza kwamba sisi
kwa uzoefu wake wa miaka 5 ya kwanza alipata shida sana kutekeleza ilani, kwa sababu alisema kile ambacho kilikuwa kimeandikwa kwenye ilani kilikuwa hakitekelezeki. Nimeona Kitila na nilipata bahati ya kukutana naye wakati wa mchakato kama rafiki, kama mdau na mimi kama mhariri, nikimpeleleza kuhusu jambo hilo. Akasema wamezingatia sana uhalisi wa mambo au uhalisia wa mambo ili wasije wakaanguka katika mtego wa ilani kutotekelezeka. Asante sana. Jamani, maneno mazuri sana ya Absalom Kibanda. Na mimi pia, kwa sababu na mimi pia ni mhariri. Lakini bahati nzuri mimi pia ni mwanasheria na wakili. Kwenye hili la katiba mpya naliunga mkono, lakini kitu ambacho nasema kisheria, kuna vile vitatizo vidogo vidogo vyenye katiba iliyopo ambao vinahitaji marekebisho au mabadiliko madogo tu ya katiba, minimum reform, ili tukaingie kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba ukiwa huru kweli na salama. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa muda huu uliopo, muda wa kufanya mabadiliko kidogo, minimum reform, muda bado unatosha, alafu ndo twende kwenye katiba mpya.